tunaona umevaa ungo, lakini pia nilikuwa nataka kujua wewe jina lako ni nani? Unaitwa nani? Naitwa Joktan Makeke. Joktan I mean Joktan ndio jina la kweli, jina la kwenye passport. Joktan Makeke au Makeke International. Nilikuwa najua Makeke ni jina la kutunga. Kumbe ni jina kabisa. No, hapana. Joktan ni jina la kweli, lakini Makeke ni AKA, but na prefer kutumia jina hilo. Sawa sawa. Yes, napenda sana kutumia hili jina. Nilipewa nikiwa shule high school, baadaye jamaa na Makeke leo ndio brand name as Makeke. Sawa. Ya mzee, tumeona umevaa ungo, lakini pia kuna mapembe hapa, kuna miti. Hatujaelewa, nataka kujua jina halisi la hili vazi lako ulilovaa, lakini pia nini hasa, kwa nini hili vazi? Okay, hili vazi linaitwa Lupa Hilo, likiwa lina maana ya shujaa. Na hili vazi nimelifanya makusudi kabisa kwa lengo la kutuunganisha Tanzania wote kuwa moja. Sijazungumzia vazi la taifa, nimesema vazi la kutuunganisha Tanzania wote kuwa moja, kwa sababu katika jamii ya Tanzania makabila zaidi ya 125, kila kabila na utamaduni wake wenye nguvu, lakini kati ya makabila hatuna kitu kinachotuunganisha. Mfano lugha ya Kiswahili inatuunganisha makabila yote tunaongea. Okay, mimi nikafanya vazi ambalo tuunganisha Tanzania wote kuwa moja, kwa sababu katika makabila yote tunatumia ungo. Hakuna kabila asiyejua ungo, hakuna mtu asiyejua ungo, hakuna Mtanzania asiyejua ungo. Mpaka Ikulu pia kwenye mambo ya kupepeta nini mzee ungo kama kawaida. Okay, umeelezea Lupa Hilo ni vazi linalotuunganisha Watanzania. Lakini nitaka kujua, tumeona vazi lako katika mitandao mingi ya kijamii, Instagram. Tumeona ukiwavalisha wasanii kadhaa, wasanii wengi kabisa hapa Tanzania, lakini msanii mmoja mkubwa amemvalisha Diamond Platnumz katika wimbo wake wa The One. Tumeona dancers wake walikuwa wakivaa hiyo vazi lako la Lupa Hilo. Nilitaka kujua ilikuwaje mpaka ukampata Diamond Platnumz, kwa sababu ni msanii mkubwa sana. Nitaka kujua nani alimapproach mwenzie, wewe ulimapproach Diamond au Diamond alikuapproach wewe? This swali sio swali gumu, but Lupa Hilo ni kitu ambacho kinafahamika, unajua. Na wakati huo nilikuwa tayari nimeshafanya photoshoot na Queen Darling, na nakumbuka nishakuwa nafanya yani photoshoot na kawa amevaa mavazi ya Lupa Hilo. Naona hiyo mimi nafikiri Queen akiwa hata akiposti picture na Frida WCB wote wanaona kwamba Queen amevaa mavazi fulani au sio. So wakati nimehitajika kufanya hichi kitu, kuna aina ya mavazi ambayo Diamond alikuwa anahitaji, lakini kwa wakati ule ilikuwa hajaweza kupatikana. Kwa yani mara nyingi waga nafanya show Mombasa. Sasa kuna bosi wangu Mombasa pale wanajua, akaniambia bwana, hizi mavazi inabidi uziache kwanza, kwa sababu utaenda tena kufanya show tena Mombasa, so ziache kwanza. So wakati ule naona na Diamond siku ya kwanza tuna plan kufanya hichi kitu, mimi kesho yake nilikuwa na safari naenda Cape Town. Yani project moja ilikuwa na project moja nilikuwa nafanya Cape Town. Kwa hiyo nikamwachia mtu kazi mwanangu, nikamwambia bwana, naomba nisimamie kazi na mimi naelekea Cape Town. So nikampatia contact za Joe, akasikiana na Joe, lakini Joe mavazi alomtumia alimtumia Lupa Hilo hii ni kitambaa hichi kizito, lakini Diamond alikuwa anahitaji Lupa Hilo yenye ngozi. Unaona? Kwa hiyo pia ilifanyika, lakini nafikiri sio kitu exact ambacho Diamond alikuwa anahitaji. Na mtu aliyotutumia mzigo kutoka Mombasa alituma mzigo ambao sio wenye, sababu ilikuwa mawili, mmoja wa ngozi, yani nguo za nyungo zenye ngozi na zingine zina vitambaa. Na hiyo sasa yeye akatuma za vitambaa za ngozi akameziacha. Unaona? Hiyo zilivaliwa, lakini zilikuwa zina ukakasi kidogo, kwa sababu si kile kitu ambacho alikuwa ametegemea. Yes, lakini mwisho wa siku mimi hapa katika Cape Town, sababu nilikaa sana robo mwezi mmoja, niliona video ikiwa hewani na niliona zile yani kila kitu nikiona kitu kama hicho. Na baada ya video kutoka kuiona ikiwa mtandaoni inafanya vizuri zaidi, ulipata feedback gani kutoka kwa Diamond? Maybe labda mliwasiliana au akakucheka kama ni kazi nzuri, au ulipata feedback gani kutoka kwa Diamond Platnumz? Kiukweli sikuwasiliana na Diamond by the time, hatukuwasiliana kabisa, na yani hakukuwa na msemo yote till now. Sijaweza bwana ile kazi ilikuwaje, sikuweza sababu mwenyewe nilikuwa na mambo kibao sana kufanya. Lakini pia tumeona umemvalisha Harmonize katika show.
tumeona ukimvalisha Professor J Duma katika uzinduzi wa filamu yake ya Professor J Victoria Kimani. Kuna msanii mwingine wa Rwanda anaitwa Man Martin, msanii mkubwa sana Rwanda, anafanya traditional music. Zimevaliwa G-Nako, zimevaliwa jamaa mmoja ya American mwanamuziki pia. Yes, watu wengi wamevaa. Naweza nikasema zimevaliwa sana hasa Ulaya, zimevaliwa na mayors yani wa miji mikubwa huko Ulaya, Hispania, Ufaransa, wamevaa sana. Yeah. Tumeona pia vazi lako limetumika umetumia kuvalisha wa models kadhaa walioenda kutuwakilisha katika nje ya Tanzania. Kwa mfano Kalisa ulimvalisha kipindi anashindana Mr Africa 2018. Nataka kujua, je, unahisi vazi lako kwa kutumia watu kama Kalisa ambao wanapeperusha bendera nje ya nchi, unahisi vazi lako linaweza kupewa tuzo ya vazi la taifa? Situmii effort yoyote kufanya mpelo kwa vazi la taifa, ila natumia effort kubwa kufanya liwe vazi linalounganisha Tanzania wote kuwa wamoja, na ni vazi la ushindi. Mtu yote mimi nikimwambia bali vazi unashinda. Na pia kuna nani alitumia Queen Mgesa alitumia pia akafanya vizuri, na vazi likaingia katika mpaka top 10 ya mavazi ya mataifa mbalimbali. Sawa, kwa hiyo mimi wala sihitaji kumforce mtu, sihitaji serikali, sihitaji kumforce yani mtu yoyote kwamba bwana livazi liwe hivi, hapana. Kwa sababu this is my effort, natumia gharama zangu mwenyewe, natumia nguvu zangu mwenyewe. Ukiona aona, usipoona usione. Ila mimi kwangu yani haina kitu chochote, hainiongezei nipunguzie chochote. Ile mimi ninachoangalia ni zile malengo yangu, je, yafika? Alright, kama hicho. Yeah. Juzi kati kulikuwa na uzinduzi wa filamu ya cartoon ya Lion King iliyokuwa ikifanyika Marekani, na tumeona wasanii wengi wametumika sasa hivi kama Beyonce kutoka Marekani, lakini pia tumeona wasanii wengi sana wa Afrika wakitumika. Kwa mfano Wizkid alikuwepo, Yemi Alade, wasanii wengine wa West Africa, Nigeria. Sasa sijaona msanii au mbunifu aliyeingia kwenye tamthilia hiyo, kwenye filamu hiyo. Unahisi wasanii wetu hapa Bongo, sasa tuna wasanii wakubwa, tuna wasanii kama Diamond Platnumz, tuna wasanii kama Alikiba, tuna wasanii wengi wanaopeperusha vyema bendera yetu ya Tanzania nje ya nchi. Unahisi kwa nini hatukuweza kupata nafasi hiyo katika hiyo filamu? Swali zuri sana na jibu lake ni nyepesi mno, kwamba unaweza ukawa na wasanii wakubwa lakini sio na impact. Wasanii wasiojivunia nyumbani, wasiojivunia cha kwao hawezi kuwa na impact. Watu waliochukuliwa wengi ni watu ambao wanafanya kitu pure. Elewa, yule mtu ambaye anakuwa proud na utamaduni wake, anafanya kitu kusema utamaduni wake. Sawa, ndio nafikiri ndio watu ambao walipewa nafasi priority, kwa sababu hata hivyo yani kwa wenzetu wanaangalia sana yule mtu ambaye anakuwa mzalendo na kitu chake. Sawa, sisi tunaona muziki, wanafanya muziki, lakini wale wanamuziki wanaofanya muziki wa Kitanzania watu wengi hawafahamu kabisa wala hawajui, na wanachukulia kawaida sana. Lakini wale wasanii ambao wanafanya muziki ambao wanaweza kutumia lugha ya Kitanzania lakini muziki wa Kimarekani, wanaweza kutumia lugha ya Tanzania, lugha ya Kiswahili lakini muziki wa Kijamaika, muziki wa wapi, ndio watu ambao watu wanapaka kipaumbele sana. Mimi naweza kukuambia tu, kwa mfano kuna watu kama akina Vitalis Maembe, kuna watu kama kina Zawose, ni watu ambao wanafanya vitu vikubwa sana kuhusiana na utamaduni wao na wanaheshimika sana, lakini si kwa kizazi cha sasa cha Kitanzania ambacho kizazi yani kimeenda mbele sana, yani kinaangalia vitu ambavyo vinakuwa yani kinapenda vitu ambavyo vinakuwa havipo leo kabisa, ni havipo sawa vinasema utamaduni. Anza leo hata mtu ikiwa anazungumzia utamaduni unaanza kana kama hapa Makeke unasema huyu kama mganga hivi, unaweza kusema basi Makeke bwana anaweza kama mganga, sio, unaelewa? Kwa hiyo utamaduni umepigwa teke sana. Hiyo mimi nafikiri wasanii wengi wa Tanzania wakifanya kitu kuhusiana na utamaduni wao kama Tanzania, nafikiri wataona sana mbali sana na muziki unaweza kufika mbele. Sidhani kama, kwa sababu pia na muziki unaweza kupeleka leo hata wakisema jamani tunaita muziki kutoka nchi mbalimbali, Mtanzania leo kipeleka muziki wetu tunaona sisi ndio muziki mzuri unaweza kupeleka mbele pale. Ndio muziki umepa tu kwa lugha tofauti, lakini muziki hatudhani yani hatufikiri kama unadoroma kwa Tanzania, yani ni muziki wa nchi nyingine kabisa, wa Kimarekani au wapi, ila tu lugha ndio imetumika.
vitu ambavyo sioni kama ni utamaduni. Sawa. Nikifuatia mitandao yako ya kijamii sana watu wengi waliofanya nao kazi, naona watu wengi sana wametoka katika ikulu ya WCB, ikulu ya Wasafi, ndio Diamond Platnumz mwenyewe, Queen Darlene na wengine wengi wamefanya nao kazi. Sasa nitaka kujua, haujawahi kufikiria kufanya kazi na Alikiba? Mimi nafikiri kitu rahisi ni kwamba msanii mwenyewe, unajua ni wasanii siku hizi ni madirectors hata msanii akishamaliza wimbo wake anajua video yake anataka kufanyaje. Kwa hiyo akishauriana na nani director wake, kama hiyo kitu inahusiana labda na mavazi ya kitamaduni, tutaonana. Lakini wewe mwenyewe hapo unajua Alikiba video gani ambayo amefanya mavazi ya kitamaduni? Hakuna, si ndio? Ina maana katika dia zake anazoandika zote hazijapita kwangu kwa zipo ni mambo ya kitamaduni. Hivyo tu. Lakini endapo labda siku zitapita idea kwenye mambo ya kitamaduni na nini, basi naweza nikawa ndani. Sure. Sana. Juzi kati kulikuwa na uzinduzi wa album ya mtu mzima Juma Jux. Na tuliona alipitisha models kadhaa pale kwa ajili ya kuonesha nguo zake mpya ambazo anazifanya. Na tumeona ni tamasha kubwa na alifanya vizuri. Nawe pia mwaka jana kwa kumbukumbu zangu uliwahi kufanya tamasha lako la I Am Makeke. Sasa umeshauri bro. Ya Makeke ipo na leo nashukuru kwamba nimeconfirm na boss. Hivi unajua kwamba yani tulitengeneza matangazo ya show ya Makeke toka mwaka jana mwezi wa 12 tulitengeneza. Lakini kwa wakati ule kutokana na mambo ya pale mengi kutokea na nini safari, sababu mwaka huu mimi nimesafiri sana. Mwaka huu nimekuwa traveler. Na sasa zile safari zinakwamisha mipango ya show na kila kitu. Lakini leo hii wezi amini tumeconfirm asubuhi na bosi wetu hapa Rebecca na tukaconfirm kwamba show tutafanya tarehe 22 mwezi wa 11. Na hivi ambavyo nakwambia ni kwamba usiku mzima tuna kazi ya kukesha na kutenda. Na kwanza kupika matangazo na vitu vingine ya ajili ya Makeke 2019. Na hii show nazaambia kwamba ni show ya mavazi pekee Tanzania ambayo ni show ya kitamaduni ya 100%. Sio, unaelewa ninaposema 100%? Kuna watu wanaweza kanda show za kitamaduni lakini ukakuta na Wahindi wako ndani. Kwa hiyo sisi tunachokifanya ni kwamba tunaandaa show ya Kirusi, show ya Mwafrika, show ya Tanzania, kutoka kwenye vinywaji, vipaji na kila kitu 100% tunazungumzia utamaduni. Au sio bwana? Kwa hiyo I Am Makeke 2019 inakuja tarehe 22 mwezi wa 11. Naomba sana. Mfano kusema umeconfirm leo na uongozi. Sasa nataka kujua katika confirmation zako unahisi au umealika wasanii wangapi au ni wasanii gani katika list yako ambao watakuwepo, wasanii wote wa Tanzania ambao watakuwepo katika show hapa na Makeke mwaka huu? Okay, kizuri ni kwamba show ya mwaka huu ni special invitation. Yaani ni mwaliko kwa sababu unajua show mwaka jana nimejifunza kitu, ilikuwa na watu wengi sana kusema show yangu imejaa, lakini kupata fursa yote kutoka kwenye ile show na watu wengi ambao walikuwa nimewalika ambao ni VIPs walikuwa kifika mlangoni wakiona tu ile timbwili na waendelea na kwamba bwana mtu akutengeneza bwana mimi nimefika mlangoni tu nimeona fujo mimi nimechomoka siwezi kukaa pale. Nikamwambia okay, kumbe sasa hivi nifanye show ya watu wachache na class. Kwa hiyo ni mwaliko tu, una mwaliko utakaa nje, lakini pia huu mwaliko utahusisha sana wasanii wa filamu, muziki, wana michezo. Huu mwaliko utahusisha sana viongozi kutoka serikalini. Huu mwaliko utahusisha sana watu kutoka asasi mbalimbali za kijamii, na pia utahusisha sana watu kutoka balozi mbalimbali. Mabalozi wanakuja sana kwetu hapa. Alafu pia itahusisha na watu wengine ambao ni kutoka makampuni mbalimbali. Yes, makampuni ya mitandao ya simu, makampuni mbalimbali watakuja hapa. Lakini itakuwa ni event ya watu wachache lakini class. Unaweza kutuibia siri kidogo ni wasanii wangapi au ni wasanii gani kwa kutaja kwa majina ambao tayari sasa hivi kuna invitation zao kabisa? Siwezi kutaja listi kwa sasa, lakini naweza nikataja hapa afu asije. So naweza kusema kwamba nina listi tayari na tumeiandika leo watu wangapi bidi tuwe nao, na wasanii watakuwa wengi tu. So itakuwa ni show aina yake. Unaona. Okay. Nipenda sana kuona mfano nikizungumzia
Yaani ni wengi. Yaani hata kusema nitataja wengi sana. Yeah, lakini okay, yana ndugu wengi sana. Bongo Movie na ndugu wengi sana. Kwenye muziki na ndugu wengi. Yaani sehemu zote, hiyo nitakuwa na watu wengi sana. Nafikiri siku hadi siku tutakuwa tunatoa zile poster za fulani ameconfirm atakuwepo, fulani atakuwepo, fulani atakuwepo, fulani atakuwepo. So poster zitakuwa mtaani zinaonekana na kila msanii ambaye ameconfirm kuwepo basi ataonekana kwenye poster. Yeah, sawa sawa. Sure. Juma Jux amekuwa ni msanii ambaye anatajwa kama ni msanii anayefanya vizuri zaidi kwenye upande wa mavazi. Sasa nataka kujua, je, wewe unahisi Juma Jux akivaa vazi lako itakuwaje? Itakuwaje? Jaribu kuvisualize hiyo alafu nipe Juma Jux ndani ya vazi la Lupa Hilo itakuwaje? Mimi ninachoamini ni kwamba hili vazi ni la vazi la Tanzania. Kwa hiyo kwa mtu yeyote ambaye atavaa hili vazi lazima litoe, yaani lazima ajione amekuwa mtu mwingine. Yaani ukishavaa tu vazi la Lupa Hilo tayari ushajiona shujaa. Yaani unakuwa na ushujaa ndani yako, ushaona kitu ambacho cha tofauti. Si unaelewa? Na hiyo kwa Jux, yaani mtu yeyote, na mimi ya mavazi yangu mimi hayaangalia watu wembamba sijui jukwani au ni six pack, hapana. Mimi mtu yoyote mnene mwembamba mtoto sehemu zote, hata show hiyo ndio itakuja ya makeke itakuwa ina watu wa kila aina, ina wazee vikongwe kabisa miaka 70 wako kwenye runway, miaka 60, miaka 20, yani mtu yoyote tu, kwa sababu tunaongelea historia ya maisha ya mtu mweusi ambao ni uhalisia, uwezo kumtenga mtu. Yes, na haya mambo ya kusema watu wembamba wanakiwa wembamba jukwani, watu ni six pack wanakiwa jukwani, yani mambo ya huko. Si umeelewa? Yes, ni mambo ya wenzetu huko, na wao wembamba na media wengi sana na ndivyo walivyo. Yeah. Hiyo hatuwezi kukopi, na sisi tukopi utamaduni wa watu inakuwa haina maana. Sisi tuelezea tulicho nacho, tuna wafupi, tuna warefu, tuna wanene, tuna wenye vitambi. Yeah, sasa sure. Leo ni tarehe 2 mwezi wa 10 ambayo ni birthday ya msanii nguli kabisa hapa Tanzania na East Africa na Afrika kwa ujumla, Diamond Platnumz. Na moja kati ya watu uliowahi kufanya nao kazi, au ni moja kati ya wateja wako ambao wanaipeperusha bendera vizuri zaidi ya Lupa Hilo huko nje ya nchi na dunia kwa ujumla. Leo ikiwa ni birthday yake, je, una chochote unataka kumwambia? Fulil, yeah, namuishi birthday, yani mfano wa siku yake ya kuzaliwa, na kikubwa ni kwamba amekuwa akipambana sana, unajua, kuhakikisha kwamba anatoa muziki wa Tanzania, muziki wa East Africa, muziki wa Afrika uweze kufika sehemu duniani. Juhudi kama hizi zinakuaga mara nyingi na huaga ni juhudi binafsi sana, alafu za kutumia nguvu sana. Kwa hiyo kikubwa ni kwamba asichoke. Kuna mengi katika safari, unajua. Yeah, kuna vikwazo, kuna kukatishana tamaa na nini, lakini vitu ambavyo vipo tu. Yeah, vipo. So ni kufight na kusogea mbele, hakuna jinsi. Nina kipengele kimoja nilikuwa nataka umchane Diamond Platnumz, lakini pia appreciate. Lakini kutokana na jibu lako nimeona umeweza kutoa appreciation kwa Diamond Platnumz. Hebu mchane. Mike hapa. Tell our cameras, hebu mchane Diamond Platnumz. Mzee, sina cha kuchana. Mchana kitu gani? Hapana. Labda ingekuwa picha, lakini hata ingekuwa picha yake hapa siwezi kuchana. Yeah, yani ni mchane. Kwa hiyo ni mchane. Hakuna kitu chochote cha kumchana. Yani hakuna chochote cha kumchana. Hamba naweza kumchana Diamond. Okay. Kwa lipi? Hakuna. Yeah, sababu yangu ya nguo alinilipa, sasa namchania. Sasa angekuwa kama msanii X ya kunilipa na hela labda. Kuna msanii ambaye kazi anaweza kulipa hapa. Tulikuwa tunaongelea habari ya Diamond. Hiyo ishatoka hiyo. Okay, basi naomba nijue, kati nimetaja list kubwa sana ya wasanii akiwemo Harmonize. Yeah. Nitaka kujua response ya Harmonize ulipofanya naye kazi. I mean, utofauti wa Harmonize ulipofanya naye kazi na Diamond Platnumz. Utofauti au ugumu ulikuwa wapi kufanya kazi na watu wawili, Diamond Platnumz na Harmonize? Hakuna ugumu kwa sababu kazi ni ya kwangu, unajua. Na Diamond ni mtu ambaye anakusikiliza. Yaani unajua
nilikuwa sijawahi kuonana na Diamond yani kiivo ama okay, mara nyingi unamuona tu katika matukio kwa mbali na nini, lakini siku ile nilionana naye na kuzungumza, ni mtu ambaye anasikiliza pia ushauri. Yaani unapo kitu na discuss, yani mnakuwa mna discuss wote. Kwa sababu unajua mtu mwenye akili siku zote anataka kazi nzuri. Sio, unaelewa? Kama anataka kazi nzuri lazima atakusikiliza pia na wewe. Yaani unaonaje? Ego, okay bwana, unaonaje nguo? Bwana nguo imekaa hivi. Okay. Sasa lakini hapa mimi naona hichi kitu kingevaliwa. Okay, kitaweka poa. Okay, kitaleta labda test au mimi naambia kitaleta test. Okay, basi hicho tukiweke. Yaani ndo kazi nzuri ambazo waga zinatokea, lakini mtu kishakuwa tu na ile mambo bwana mimi nishaamua na nisema 1 2 3 4 hivyo, inakuwa mara nyingi inakuipendeza. Lakini mtu anayesikiliza Harmonize pia ni yani ni mtu anayesikiliza, kwa sababu alikuwa anahitaji nguo ya kitamaduni hapa nayo, nikampelekea Sinza pale akafanya fitting na nini, nikamwelekeza akasema kwa nini umeweka hichi, nikamwelekeza kwa nini nimeweka hivi, kwa nini nimeweka hivi, akaenjoy. Hiyo ni watu ambao waelewa na tunafanya nao kazi. Sure. Bana, shukrani sana for your time, lakini pia naomba ni tuoneshe kamera zetu. Unaona una tuzo kutoka hii tuzo kutoka wapi? Nigeria hiyo. Hii tuzo kutoka Nigeria. Kwa sababu ni designer ni most creative designer in Africa. Okay. Yeah. Lakini pia naona kuna tuzo ya Swahili Fashion hapa. Swahili Fashion Innovative Designer of the Year. Okay, lakini pia hii ni nini? Yeah, iko wapi? Hiyo hapo ni tuzo ambayo ilitolewa hapa Tanzania kwa maizana wanaofanya mambo za kitamaduni. Okay, hiyo ni tuzo ya Bongo Style Competition. Sasa hivi Tanzania au mashirika mengi hapa Tanzania na serikali kwa ujumla, kuna kampeni inaitwa Tanzania Unforgettable. Na tumeona wasanii wengi wamepandishwa katika mlima wa Kilimanjaro, Diamond Platnumz, Sheta, Steve Nyerere, wengi sana wamepanda, Eddie Toke, na lakini pia wewe pia ulipata nafasi ya kupanda mlima wa Kilimanjaro. Hebu unaweza kutupitia kwa kifupi experience ilikuwaje, na je ulifika kileleni? Siku zote huwa nikisema nafanya kitu huwa nafanya kweli, unajua. Na mimi nimeweza kupanda mlima. Alafu mimi unajua nimestuliwa usiku tu kwamba bwana kesho Kilimanjaro tukapande mlima. Mimi nikaamua nikajua tu mlima bwana, mlima kitu gani? Tunaenda tu huyo asubuhi huyo. Kufika pale tukaanza process na risk ya kwanza, sababu sisi tumeenda kwa kwa Afrika Mashariki as a team, Kenya, Uganda, lakini nchi za Rwanda, Burundi walishindwa kuleta watu, hata Sudan Kusini pia walishindwa kuleta watu, na nafikiri watu wengi walihofia. Lakini njiani kutana na na sister moja yenye basi hivi, nikanaongea naye na nini kabla ya kupanda mlima, akaniangalia akasema utaweza kweli wewe? Yaani kitu ni hatari, sio masiara. Nikasema lakini no, mpaka nimepanda basi nafika huko nitaweza tu kupanda. Lakini ngoja kujifunza kwamba unajua ni katika challenge ambazo tunaanza katika maisha, si muda mwingine ujala, muda mwingine si mtu amekusema sio nini. Hizo challenge za kitoto sana. Ni kupanda mlima. Yaani mlima ni kitu kingine. Yaani kitu kingine, kwa sababu nakumbuka kitu cha kwanza nilifika vizuri, lakini nilichojifunza pia ilikuwa ni nini? Kuwasikiliza magaidi wanachonielekeza. Yaani bwana, yaani sheria hapa, more food, more water, pole pole. Yaani chakula ule kingi, maji unywe mengi sana, pole pole. Na kila safari ilikuwa utembea na lita 3. Na ile maji ya kufyonza mengine unaika ndani ya beka. Lakini nilikuwa nakunywa maji mengi zaidi kuliko ile maji ambayo mimi ambayo nimeelekezwa. Na wanasema unapozidi kusogea juu kule, hamu ya chakula wage inapotea. Yaani mtu anakosa hamu ya kula, unakosa hamu ya kunywa maji. Alafu na ile baridi, maji ya baridi unashindwa kunywa kabisa, na unashindwa kula. Lakini nikaenda hatua ya kwanza, kitu cha kwanza, cha pili. Lakini kitu cha pili ambacho ni kitu cha pili Kolombo, hichi kituo kilikuwa kidogo ni kigumu kwa sababu weather ndio inaanzia kuchange pale. Leo umefika pale ni ukungu, watu wa muonani, yani ukungu, yani mpaka ukiwaza sema sisi nipo kwenye nchi gani hapa? Sio, unaelewa? Yaani unawaza. Lakini hata mimi yani katika zote ambazo nimeenda, si mlima na nini, tumepanda kwa siku 4 kushuka kwa siku 2. Lakini yani siku zote hizo mimi sijalala. Na sijalala kwa sababu nilikuwa na mawazo, hivi mlima mimi napanda kweli au vipi? Na ninawaza ndo huko na hii hali ya hewa na nini, kweli yani na muda na kichwa kinakuuma sana nini.
Unaona, tukatoka kituo cha pili ende kituo cha tatu. Kituo cha tatu hicho cha Kibo, Mungu wangu, hicho yani ndo yani tumefika pale hoi, yani hoi, yani unatamani uonyeshe kulala pale. Na ukienda kulala hakuna usingizi. Hakuna usingizi kabisa. Yani okay, sasa shida kubwa ikaja katika kituo cha 4, yani kutoka Kibo kuelekea kwenye peak. Nilifika sehemu kwa sababu mlima umekaa hivi, tunatembea. Nilipofika katikati na ile safari wao ilianza usiku, wanasema kwa sababu hawataki uanze mchana, kwa sababu ukiona mchana mlima ulivyo unaweza kufika tu kusema pale mimi siendi. Unaona? Kwa hiyo ilianza saa 6 usiku. Saa 6 usiku tunachomka taratibu. Taratibu, yani siku ile tumetembea taratibu kama marobo TV. Mbona vuta pumzi? Kwa sababu anasema kule ile nini attitude inavyoongezeka, wakimnaka oxygen inapungua sana. Hiyo mwili unapokuwa na mwendo wa taratibu, mwili unakuwa na adapt, unapambana na kuendana na ile hali ya mazingira ya pale kwa wakati ule. Hilo kienda kasi tu hivi unaweza kufika juu hata ukazima. Umeona? So nilifika sehemu nikaanguka, nikakaa. Nililia sana siku ile usiku. Siwezi kusahau, yani nimelia sana. Ganja akaniambia vipi unasemaje? Nikamwambia jamani, mimi kiukweli nimechoka, miguu haiendi, yani miguu haitaki kutembea. Nikavutwa na masaa mawili nitembea tu kama 25 tu. Kila yani hatua 5 mimi nakaa. Hatua 5 napumzika, na pale yani mtelezo umekaa hivi mchanga nini, au kikavibao unaweza kuanza kuteleza taratibu unashuka. Kwenye kitajiwe nakaa. Nimetoa machozi sana siku ile, nikasema Mungu wangu, vipi nani amenituma kupanda mlima? Sasa nimetuma kupanda mlima, na kweli je, mlima natoboa kweli? Kama ni kigumu. Ikafika wakati nikamwambia jamani, mimi ni mwaruhusu nyinyi nendeni tu. Mimi mniachie hapa, nitashuka taratibu nirudi Kibo mpaka ndo kambini. Bwana kweli ikabeda niacha rudi tu Kibo. Yaani hii hali mimi siwezi. Acha rudi Kibo. Baadaye ikatokea mlikuwa mna kundi lingine liko nyuma la watu wa Tanzania kama 50 hivi, wako na wazungu watu kama 100 hivi. Sasa vinikuta pale nikamwambia mshikaji kanaonekana na tochi kwa sababu ni usiku. Oya mzee, vipi? Nikamwambia mzee, yani nimechoka miguu, yani nimechoka. Jamaa akaniambia sikiliza, watu wote hapa wamechoka, lakini hapa tunakaza tu, lazima tufike peak, lazima tufike juu. Basi jamaa akanipa moyo, kama nishika mkono akaniinua, basi nikaanza kwenda taratibu na kuna kucha. Saa 12 mzee, yani peak bado. Saa 1 ndio naona peak ndio ile pale. Umefika mpaka juu, lakini kuna mawe, yani unaruka mawe, na ukiteleza pale au ukicheza vibaya unaweza kaanguka, ukaumia kabisa, ukavunjika. Lakini katoka pale sasa nikaona kibao cha kwanza cha kituo cha kwanza, wanaita kituo cha kwanza kinaitwa cha kwanza nimesahau jina, lakini kituo cha kwanza wana kibao kama cha Uhuru Peak vile. Nilipokiona kile nikasema basi ndo pale. Basi nikapata nguvu ya kufika pale. Nikamwambia hamna, hichi ni kibao cha kwanza na kituo cha peak inaitwa Stella, alafu ndo unafika mpaka peak ya mwisho. Sasa ile peak iko pale tu, Uhuru Peak ile pale, lakini kutembea kutoka hapa mpaka pale chini masaa 3.5. Taratibu, mwili umechoka, nitamani kufika peak. Alafu jamaa anakuambia bwana, jitahidi, weather huko inabadilika sababu baridi ndio ilikuwa inaanza kuja sasa. Alafu hapa nina kibao nimeshika cha Urithi Festival, lazima nikifikishe pale juu. Na nguo langu hili la ungo lazima nikifika juu pale nitoe mangoma mazito nivae ungo pia. Nisimame nao juu pale. Basi nimetembea taratibu, watu wote wanashuka. Nimetembea taratibu mnafu njia, yani ilivyo ile na hivyo yani unaweza ukateleza ukaumia. Yaani inabidi uwe mwangalifu sana. Lakini nikafika mpaka peak pale, nikatoa zile nguo, nikavaa nguo nyingine. Yaani ukishafika tu peak hata kama ulichoka, nguvu zinakuja. Yes, kwa hiyo nashukuru Mungu kwamba nimefika peak na nimepata cheti cha ambacho ni golden kwa sababu nimefika Uhuru Peak. So ni hivyo. Kwa hiyo kwa jinsi vile nilivyokuwa naona wengi wasanii wengi na Bongo Movie sijui na nilivyokuwa nimewaona tu hivi. Nikamwambia hawa hapa kuna kazi. Kwa hiyo kumbe sio rahisi. Kwa hiyo kumbe kwa usemi wako na maana Steve Nyerere wala tusimlaumu kushindwa kupanda mlima. Yaani msimlaumu Steve, msimlaumu Diamond, msimlaumu JB, msimlaumu sijui nani, sijui Dude, sijui nani. Ile kazi ngumu. Ingawa mimi ninaamini kwamba Bitoke anaweza kafika juu kwa sababu gani? Na sisi pia katika timu yetu tumekuwa na msichana mwembamba sana. Alifika pale juu. Kwa hiyo kwa uzito wa Bitoke alivyo na size yake vile alivyo, anaweza kutoboa juu pale. Lakini the rest lazima ukaze moyo. Mpe awage tu neno moja la kuambia.
kuna haja mimi kusema au mwenyewe? Yeye mwenyewe. Yaani wewe sasa unamwambia neno moja la kuambia Watanzania afu yeye ndo anawaaga. Na nashukuru sana mzee kwa time yako, lakini naomba nikupe nafasi ya mwisho kuzungumza na Watanzania, neno moja ambalo unaweza kuambia Watanzania. Karibu. Kikubwa napenda kusema kwamba sitoenda nje ya utamaduni kwa sababu utamaduni wetu sisi ndio unaotutambulisha. Utamaduni wetu sisi haijalishi ni mdogo kiasi gani au ni mbaya kiasi gani, lakini wanasema kwamba hata slogan yangu pale mimi inasema kwamba your culture, your identity. Yani utamaduni wako ndio utambulisho wako. Kwa sababu unapoenda leo nchi za watu, unaenda nje, wale watu watakuangalia, bwana mimi natoka Afrika, Tanzania, watu watakuona pia pole muonekano wako kwamba wewe ni Mtanzania au ni mtu aina gani. Unaona? Kwa hiyo tuendelee kujivunia na kupenda utamaduni wa Tanzania kwa sababu ndio wa kwetu. Unaweza ukafikiria pia hivi hata siku labda Wamasai wangeondoka wote huko polini wakaja wote mjini, na wageni wametoka huko nje waje waone utamaduni wa Masai, kutoka Wamasai wote wamekuja mjini, hakuna mtu kule, sidhani kama mngekuwa na kitu ambacho kinaendelea. Kwa hiyo tuendelee kupenda, tupo mjini wote, lakini pia tusisahau tulikotoka, na teknolojia inakuwa kwa kasi ya ajabu mno, kitu ambacho leo hii watu wengi wamekuwa wamesahau utamaduni wao. Yaani tunajua kabisa upo unaishi, umezaliwa wapi? Nimezaliwa Shen Road. Hivyo tu unajua, lakini kabila lako ulifahamu, historia yako ni hujui. Sasa unakuwa mtu aina gani? Kwa sababu hata rais mstaafu Mheshimiwa Benjamin Mkapa amezungumzia hili swala juzi kuhusiana na utamaduni wa jamani, teknolojia inakuwa kwa kasi mno, inabidi watoto na sisi vijana tuelimishane na kukaa sana kuzungumzia utamaduni wetu. Kitu kama hicho. Ndio. Sasa naweza nikafunga. Good boy. Yo, mtazamaji wa Kaskazini TV, Kaskazini Mix. Shukrani sana kwa kuwa na mimi. Safari tumeianza tangia nilipofika hapa ofisini kwa Makeke na mpaka tumemaliza. Tumepiga mastori mob, ameelezea vitu vingi kuhusiana na lugha hilo. Shukrani sana kwa kutufuatilia, shukrani sana kwa kuwa na sisi. Usiache kusubscribe channel yetu ambayo ni Kaskazini Mix. Subscribe pale kwa kubonyeza kitufe chekundu, utakuwa umepata updates zote kabisa. Mimi naitwa Kim Clever, Kefa Jonathan, that's my name. And you better stick with us because we got a lot. Thank you.